Tumekuwa tukikutana hapa kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Tumekutana wakati eneo hili likinyesha mvua, pakiwa na tope na manyasi, lakini bado tuliweza kukutana kwa sababu ilikuwa ni makusudi ya Mwenyezi Mungu tukutane. Lakini lengo kuu la kukutana hapa ni kufanya ibada. Mwezi mtukufu ni mwezi wa ibada. Mwezi mtukufu ni mwezi wa toba. Muhimu zaidi, mwezi mtukufu ni mwezi wa tafakari. Watafakari tulikotoka, tunajaribu kuangalia tunakokwenda. Kama nchi pia tuutumie mwezi huu kufanya tafakari kama nchi. Nchi yetu imekuwa ya amani toka tumepata uhuru miaka 64 iliyopita. Bado tunahitaji amani hiyo iendelee, hasa katika mwaka kama huu wa uchaguzi. Katika mwaka wa uchaguzi, maneno, vurugu na fitina zinakuwa nyingi. Yanasemwa kila maneno ya ukweli na yasiyokuwa na ukweli. Tunatakiwa tutafakari sana, tumuombe Mwenyezi Mungu ili aepushe kila aina ya shari kwa mwaka huu, tufanye uchaguzi na nchi yetu iende kuwa kwa amani. Ndugu zangu, katika mwezi mtukufu pia tuutumie kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama huyu ni chaguo la Mungu. Amekuwa rais kwa kipindi hiki kwa sababu Mungu alipenda awe rais. Na jambo ambalo ni chaguo la Mungu, sote tunajua ni chaguo la Mungu, tutakuwa wenda wazimu tukipingana nalo. Mungu asingependa Samia asingekuwa rais. Mungu amependa Samia awe rais. Kazi yetu sisi waumini, wacha Mungu, wafia dini, ni kutekeleza azma za Mwenyezi Mungu, kuhakikisha kama ambavyo Mungu amependa Samia aendelee kuwa rais. Kwangu mimi, mbunge wenu, mtumishi wenu, nimekuwa nanyi Wanasongea kuanzia 2018 katika uchaguzi mdogo. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bado namuomba Mwenyezi Mungu na nawaombeni nyie tuendelee kuwa sote kwa pamoja. Tumekuwa tukishiriki ibada hii kama nilivyosema toka nimekuwa mbunge, lakini sambamba na hii tunashiriki pia Idi ya kuchinja. Kila mwaka ninasaidiwa mimi na marafiki zangu, ng'ombe 2 3 tunachinja, kinachowezekana kile tunagawa. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa kiongozi, hata kama wewe sio wa imani hiyo, unaongoza wote wa imani zote. Na ndio maana kila mwaka tunakutana hapa tena nyumbani kwangu ili kuonyesha nchi yetu Tanzania haina ubaguzi wa dini. Sote ni wamoja. Kile kidogo tunashiriki wote hapa, tunakwenda vizuri. Kwa tunawashukuru sana kwa kuweza kushiriki. Niwaombe tuendelee kushirikiana kwa namna hiyo hiyo ili tuendelee kufika vizuri zaidi. Katika kuheshimu na kujali mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuwaleta Waislamu hapa kutoka maeneo mbalimbali ya mji wetu wa Songea. Hili jambo ni jambo kubwa na wengi wameshindwa kulifanya, lakini mimi kwa uzoefu wangu, hata kabla Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania hajaniteua kuwa Shekhe wa mkoa wa Ruvuma, nilishakuja hapa mara kadhaa kwa iftari ambayo ulikuwa ukiandaa, na ni miaka mingi sasa mfululizo. Hatuna cha kukulipa, tunakuombea kheri na baraka katika maisha na majukumu yako, lakini pia
tunakuomba udumu na upendo huu unaouonesha kwenye jamii ya wapiga kura wako, ambayo inatafsirika kwamba wewe ni mtu wa watu, na tukuombe uongeze hali hiyo, usije ukaikata kwa sababu ya maneno ya watu. Mheshimiwa Waziri, kwa mujibu wa maelekezo ya Kiislamu, kila jambo jema shetani ulikimbilia na ulihangaikia kulizuia, na jema hili Mheshimiwa Waziri, shetani hawezi kukuacha, atakuchezea mara nyingi mno. So kuwaleta watu hawa nyumbani kwako wakala wakanywa chakula cha thamani kama hiki ulichokiandaa sio jambo dogo. Sawa na maneno ya Waswahili, mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Wewe ni mti wenye matunda. Kisha kuwa viongozi kama hivi tulivyo, mikuki, mawe na mishale na kwa mingi sana kwetu, lakini kikubwa ni kusimama kwenye tunachokiamini, kwa sababu maadui hawawezi kukosekana kwenye maisha yetu yote. Kwa hiyo niwaombe wale wenye nia ovu ya kutaka kulichafua Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Ruvuma kwenye nia njema ya Mheshimiwa Waziri, waache kufanya hivyo. Kama ingekuwa chakula hii ni mbaya, asingerudi mtu mara ya pili na mara ya tatu. Chakula hii ni nzuri, imetengenezwa kwa viwango vikubwa kabisa vyenye level ya maandalizi ya waziri kama ulivyofanya wewe. Lakini niwaombe wote tuliokuja katika iftari hii kumwombea kheri, baraka na mafanikio Mheshimiwa Waziri, hasa kwenye kukamilisha ngwe hii ya serikali ya awamu ya 6, na tunamwomba Allah kama itampendeza arudi tena kuwa mtumishi wetu kwenye eneo hili bunge la Songea mjini. Tunaamini inawezekana, kazi yake tumeiona, juhudi zake tumeziona, na kama tutajifanya tunanta au macho yetu yana ukungu, basi tulitazame taifa. Kama taifa limemuona, sisi nani tusimuone? Ndugu zangu, Uislamu unasema man amila minkum ma'rufan fakafi'uhu, anayekufanyieni jambo jema mlipeni. Fa illa mtajidu ma tukafi'uhu fad'u rabbakum, mkishindwa kumlipa basi muombeeni kwa Allah amlipe. Sisi kwa hisani hii ya Mheshimiwa Waziri hatuwezi kumlipa, basi tumuombee Mwenyezi Mungu amlipe. Nishukuru sana familia ya Daktari Ndumbaro kwa kuandaa hii ambayo jioni ya leo tumeweza kuburudika nayo. Kila mwaka inapofikia wakati wa mfungo, mheshimiwa huwa anatualika kwenye anafuturisha, na hiyo ndio nadhani ni sehemu ya baraka ambazo Mheshimiwa Ndumbaro anaendelea kuzipata, kwa sababu unapothamini ndugu na jamaa na hata wasio ndugu katika imani, maana yake wewe unapata baraka kwa kila mmoja. Kwa mimi na imani kwa hili tendo ambalo naendelea kulifanya, taendelea kukupa baraka na mwanga mzuri zaidi huko mbele wendani, na nawatakie funga njema, na sisi tuko tayari popote tutakapoalikwa, kwa sababu na sisi tuna mfungo wa Kwaresma. Lakini bahati mbaya sana kumbe sisi huwa tufuturishi, ila tutashiriki kwenye futuru yoyote mtakaokutana. Shehe, tuko tayari na hatutazembea kwa kweli. Baada ya hapo nawashukuru sana, asanteni sana. Kwa jina naitwa Haji Alfani, nipo manispaa, lakini nipo kwenye hafla ya Mheshimiwa Waziri wa Sheria na Katiba wa mwaliko huu. Hii kama ni awamu ya pili nimekuja kushiriki, lakini pia
Kwa kweli tunaridhishwa na maandalizi yake, hatujatoka na dosari hata siku moja, na kwa kweli utulivu unapatikana, na tunamshukuru kwa kiwango kikubwa sana, na tunamshukuru na tunamuombea dua kwa Mwenyezi Mungu amzidishie, kwa sababu hii ni fadhila na roho mzuri alionayo na huruma ambayo anatuonea huruma Waislamu. Kwa hiyo shukrani, nasema asante sana. Kwa kama nilivyosema, mimi naitwa Ajida Alfani Ayasi, niko hapa manispaa, ni mjumbe msikiti wa mkoa. Insha Allah, nashukuru.